si ndivyo? Maana yake uweza wake uko hapa, si ndio? Kwa hiyo neno la Mungu linapohubiriwa, wengine mtapokea uponyaji, wale ambao mnaumwa. Wenye mapepo watatoka, mapepo yatawaacha, nguvu za giza zitawaachilia, kadiri tu tunavyoendelea kulihudumu neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu lina mamlaka ya kiungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mathayo sura ile ya 24 mstari tena ule wa 14. Maandiko yanasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Tangu jana tulianza kuwaambia watu wa Mungu ya kwamba hizi ni nyakati za mwisho, na tuliweka wazi ya kwamba nyakati hizi za mwisho zitafikia kilele chake kwa ujio wa pili wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tukasema ya kwamba kipindi hichi ni kipindi cha neema ambacho tumepewa. Kwa nini tulikiita ni kipindi cha neema? Ni kwa sababu ni kipindi ambacho habari njema ya ufalme wa Mungu inahubiriwa kwa uwazi kwa watu wote. Haleluya. Kwa hiyo ni kipindi mahususi kabisa ambacho wanadamu wote wamepewa. Watu wa kila kabila wamepewa, watu wa kila lugha wamepewa, watu wa kila jamaa wamepewa, watu wa kila dini iliyoko katika ulimwengu huu wamepewa, ili waweze kuyatengeneza maisha yao, ili waweze kutengeneza maisha yao baada ya dunia hii. Haleluya. Kwa hiyo hiki ni kipindi mahususi, ni kipindi cha neema kwa ajili ya kila mmoja wetu. Haleluya. Na jana kwa ufupi kabisa tuliona ya kwamba maandiko yanasema habari njema ya ufalme itahubiriwa, na tukajiuliza swali kwamba habari hizo njema za ufalme ni habari zipi? Tukaangalia ni nini ambacho mtume Paulo alikihubiri. Tukaona ya kwamba Paulo mtume alihubiri habari njema za ufalme wa Mungu ambazo zilitaja habari za Yesu Kristo, namna ambavyo alikufa kwa ajili ya dhambi ya mwanadamu na siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu. Tukaangalia Yesu Kristo alihubiri habari gani. Tukaona kwamba alipofufuka aliwaambia wanafunzi wake habari za ufalme wa Mungu, ambazo ni habari zipi? Ya kwamba imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kufa na siku ya tatu kufufuka kutoka kwa wafu. Kwa hiyo habari njema za ufalme wa Mungu ni zipi? Habari njema za ufalme wa Mungu ni kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu, na ya kwamba siku ya tatu alifufuka kutoka kwa wafu katika hali ya haki na utakatifu, ili aweze kumhesabia haki kila anayemjia kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari hizi maandiko yanasema zitashuhudiwa, zitahubiriwa kwa ulimwengu mzima, zipate kuwa ushuhuda. Nisikie kwa makini. Habari hizi zitahubiriwa kwa ulimwengu mzima ili nini? Zipate kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Kwa hiyo katika ile siku ya mwisho, siku ile ya hukumu, habari itakayo kuhukumu ni habari ya mateso ya Kristo, kufa kwake na kufufuka kwake. Hicho ndo kigezo cha hukumu ya mwisho. Ikiwa ulimkubali Yesu kwamba alikufa kwa ajili yako na siku ya tatu alifufuka, uwe na hakika ya kwamba hukumu ya adhabu haitakuhusu. Lakini kama ulimkataa Yesu na mauti yake na ufufuko wake, uwe na hakika ya kwamba umewekewa jehanamu ya moto kuwa fungu lako. Haleluya. 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 Watu wengi wanafikiri kwamba wamezisikia habari njema za ufalme. Wanafikiri habari njema za ufalme wa Mungu ni magari. Wanafikiri habari njema za ufalme wa Mungu ni pesa. Wanafikiri habari njema za ufalme wa Mungu ni nyumba nzuri. Wanafikiri habari njema za ufalme wa Mungu ni wake wazuri. Nataka niwaambie neno moja, hayo ni marupurupu tu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na niwaambie kitu kimoja cha kuwashangaza, si kana kwamba nasema Mungu hatupi sisi tulio watoto wake, lakini hata wapagani wana hivyo vitu. Kama ni nyumba nzuri, kuna wapagani wana nyumba nzuri mpaka unashangaa. Kama ni pesa, kuna wapagani, piteni baa muone namna ambavyo pesa zinamwagwa. Kwa hiyo vitu hivyo ni vitu ambavyo hata watu wa ulimwengu wasiomjua Mungu wanavyo. Kwa nini? Kwa sababu ni kanuni iliyoko kawaida. Ukifanya kazi kwa mikono yako utapata pesa, utajenga vizuri, utakula vizuri. Na shetani ameongeza tena mfumo mwingine kidogo. Ukitenda dhambi unaingiza pesa kirahisi. Kwa kuna mifumo miwili ulimwenguni kupata hela. Moja, fanya kazi. Mbili, kuwa mtumishi wa shetani. Si wapo wanaokula rushwa, wapo wanaofanya ufisadi wanapata hela, si kweli? Tena wanapata tu mamilioni mazuri kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wanajiwekea akiba ya hukumu. Wanajiwekea akiba ya hukumu. Wanajiwekea akiba ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi wanafikiri wamezisikia habari njema, lakini kumbe bado hawajazisikia habari njema. Ngoja niwaambie kitu kimoja, watu wa Mungu. Watu wengi sana wanafikiri ya kwamba Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kwa ajili ya kuleta dini. Nisikie kwa makini, mtu wa Mungu. Watu wengi ulimwenguni hapa wanafikiri ya kwamba Yesu alikuja ulimwenguni kuleta dini. Na hicho kitu kimewatia upofu watu wengi. Watu wameziacha habari njema za ufalme, wameamua kuwa watu wa kidini. Unamweleza mtu habari njema za ufalme wa Mungu, anakwambia mimi ni Muislamu, sitaki kusikia habari. Wewe ni Muislamu, hautaki kusikia habari njema za ufalme wa Mungu. Mwingine unampelekea habari njema, anakuambia kwamba bwana we, mimi nimekuwa Mkatoliki tangu nimezaliwa, utaniambia nini? Watu wameikumbatia dini kuliko walivyoyakumbatia mafundisho ya Yesu Kristo. Na niwaambieni kitu kimoja, sasa hivi shetani anatafuta vitu vyepesi vya kudaka akili za watu. Mtu unamuuliza umeokoka, anakwambia ndio nimeokoka. Uliokoka lini? Niliokoka siku nilizaliwa. Uliokoka siku ulizaliwa? Kwa mimi baba yangu ni Mkristo, au tuseme kabisa baba yangu ni askofu, mama yangu ni mchungaji mkuu, kiongozi kanisani, kwamba mtoto nitakuwa nimeokoka? Hizo habari nyewe mlizisikia wapi? Muulize mwenzako, ulisikia wapi? Mwambie, ulizisikia wapi? Hamna habari kama hizo. Ni wakati wa kuzisikia habari njema za ufalme wa Mungu katika viwango vyake. Nasema ni wakati wa kuzisikia habari njema za ufalme wa Mungu katika viwango vyake. Habari hizi zitakalisha chini kila dini, zitakalisha chini kila dhehebu, na ufalme wa Mungu utatukoka mioyoni mwa watu. Haleluya. Yesu Kristo hakuja kuleta dini hapa duniani, alikuja kuleta ufalme wa Mungu. Na anasema habari hizo za ufalme zitahubiriwa kwa watu wote, kwa ulimwengu wote. Angalia, zitahubiriwa kwa ulimwengu wote. Mungu hana mpango wa kumbagua mwanadamu yoyote. Yaani Mungu, kwenye mpango wa Mungu, Mungu hajamtupilia mbali mwanadamu awaye yoyote. Mmenisikia nyewe watu wa Mungu? Najua wengine wako majumbani, najua wengine wako kwenye kazi zao, ila hii kauli uisikie kwa makini.
Mungu hajambagua hata mtu mmoja katika mpango wake wa milele. Alimkusudia kila mmoja apate kuurithi ufalme wake. Kwa wewe unayenisikia, umewekewa fungu lililo jema. Wakati huu wa neema ni wakati wa kulikumbatia hilo fungu jema. Ni wakati wa kulikumbatia hilo fungu jema. Haleluya, haleluya. Naomba nirudie tena, Yesu Kristo hakuja kuleta dini. Yesu hakuwa Muislamu. Yesu hakuwa Mkristo. Yesu hakuwa Mkatoliki. Hakuwa MTAG. Hakuwa Mluteri. Hakuwa... Mnanisikia nyie watu wa Mungu? Mnanisikia nyie watu wa Mungu? Leo hii ni ajabu kabisa kabisa kabisa. Madhehebu kwa madhehebu yanalumbana na kufarakana. Ni kitu gani hicho kimeingia? Wanafikiri ya kwamba Yesu alikuja kuleta dini au alikuja kuleta dhehebu. Hapana, haipo hivyo. Ni wakati wa kuzisikia habari njema za ufalme wa Mungu katika viwango vyake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni wakati wa matengenezo. Ni wakati wa matengenezo. Ni wakati wa matengenezo. Kipindi cha Martin Luther, watu walikuwa wanauziwa vyeti vya msamaha wa dhambi. Watu walikuwa wanauziwa vyeti vya msamaha wa dhambi. Una shilingi yako 100,000, unaenda unajinunulia cheti chako cha msamaha wa dhambi, unakaa nacho ndani, unaweka miguu juu ya meza. Bwana Yesu asifiwe sana. Martin Luther akayasoma maandiko, akagundua msamaha wa dhambi haubadilishwi kwa fedha. Haupatikani kwa dhahabu, haupatikani kwa hela. Katika wakati wake akafanya mapinduzi ya kithiolojia. Akafanya mapinduzi ya elimu inayofundishwa kuhusu Mungu. Akatuletea mambo makubwa kama 5: neema tu, imani tu, na vitu vingine kama vingapi, utukufu na mambo mengine kama hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaonesha waziwazi ya kwamba wokovu unapatikana bure kwa njia ya imani. Msamaha wa dhambi unapatikana bure kwa njia ya imani. Wakati huu ni wakati ambapo kanisa la Mungu linahitaji kufanya matengenezo. Kwa nini? Kwa nini linahitaji kufanya matengenezo? Watu wamejificha katika kivuli cha dini. Watu wamejificha katika kivuli cha dini. Anajiita Mkristo lakini hajaokoka kitu. Hana roho Mungu ndani yake. Na maandiko yanasema asiyekuwa na roho Mungu, huyo si wake. Watu wamejificha katika kivuli cha dini. Wamejificha katika kivuli cha dini. Ni wakati wa kufanya matengenezo. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kufanya matengenezo. Ufalme wa Mungu ni nini? Ufalme wa Mungu ni utawala wa Mungu unaoanzia katika moyo wa mwanadamu, unaendelea katika maisha ya mwanadamu. Nisikieni kwa makini, ninatoa tafsiri ya neno ufalme wa Mungu ni nini. Ufalme wa Mungu ni utawala wa Mungu unaoanzia katika moyo wa mwanadamu na kuendelea katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya. Narudia tena. Ufalme wa Mungu ni utawala wa Mungu unaoanzia katika moyo wa mwanadamu na kuendelea katika maisha ya mwanadamu.
Sasa nisikilizeni, mchakato huo unahusisha mambo makubwa matatu. Mwambie mwenzako mambo makubwa matatu. Mchakato huo wa kuanzishwa kwa ufalme wa Mungu katika moyo wa mwanadamu na kisha katika maisha ya mwanadamu kwa ujumla unahusisha mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, kushinda na kukomesha kabisa nguvu ya uovu na dhambi. Jambo la kwanza, kushinda na kukomesha kabisa nguvu ya uovu na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, kuondolewa kwa madhara au matokeo yote ya dhambi ulimwenguni, ambayo ni pamoja na mauti, pamoja na magonjwa, pamoja na kila kitu kinachodhoofisha maisha ya mwanadamu. Narudia tena pointi namba 2. Pointi ya kwanza tumesema kushinda na kukomesha kabisa nguvu ya uovu na dhambi. Pointi ya pili tunasema kuondolewa kwa madhara au matokeo yote ya dhambi ulimwenguni, ambayo hayo matokeo ya dhambi ni pamoja na mauti, pamoja na magonjwa na kila kinachodhoofisha maisha ya mwanadamu. Pointi ya tatu, kuleta upya utaratibu mpya wa haki na amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia pointi ya tatu, kuleta upya utaratibu mpya wa haki na amani. Sasa mnisikie vizuri. Tumesema ufalme wa Mungu ni utawala wa Mungu katika moyo wa mwanadamu unaoendelea katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo Mungu anatakiwa apate nafasi ndani ya moyo wako, na sio hivyo tu, Mungu anatakiwa apate nafasi kwenye maisha yako kwa ujumla. Sasa ili jambo hilo liwezekane, kwanza kabisa ilibidi dhambi ishughulikiwe kikamilifu. Haleluya, haleluya. Jana tumesema ya kwamba habari njema za ufalme wa Mungu ni habari za Yesu Kristo, kuteswa kwake, kufa kwake, kufuka kwake. Kuna mtu anajiuliza, ufalme wa Mungu unahusianaje na kuteswa kwa Yesu? Ufalme wa Mungu unahusianaje na kufa kwa Yesu? Ufalme wa Mungu unahusianaje na kufufuka kwa Yesu Kristo? Leo hii tunayo majibu hapa ya kwamba ili Mungu aweze kukaa ndani ya moyo wa mwanadamu, ilibidi kwanza dhambi ambayo inaleta uadui kati ya mwanadamu na Mungu iweze kushughulikiwa kikamilifu. Kwa hiyo dhumuni pekee la Yesu Kristo kufa ni ili alete suluhisho la dhambi ya mwanadamu. Kwa nini Yesu Kristo afe? Kwa nini Yesu Kristo ashuke kuzimu siku 3 usiku na mchana? Why? Kwa nini? Ni ili alete ukomo wa utendaji kazi wa dhambi. Narudia, ni ili alete ukomo wa utendaji kazi wa dhambi. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Tufungue pamoja kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo, twende pamoja sura ile ya 3. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3. Tutasoma mstari ule wa 15. Tutasoma ule mstari wa 15. Sasa nisikieni kwa makini. Katika sura hii ya 3 ni sura tunayoonyeshwa namna ambavyo dhambi
ilipata mlango ikaingia ulimwenguni. Katika sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo tunaonyeshwa namna ambavyo dhambi ilipata mlango ikaingia ulimwenguni. Wakati dhambi ilipoingia ulimwenguni, Hawa alipokula lile tunda akampa na mume wake, wakawa wamejiona ya kwamba wako uchi, walikimbia, walikwenda kujificha. Wote tunaifahamu hiyo habari. Walikwenda kujificha na bila shaka walijitengenezea majani ya miti. Haleluya! Kwa ajili ya kufunika uchi wao. Na wakati wa jioni, wakati wa jua kupunga, Mungu anakuja bustanini kama desturi yake. Anakuja kumtembelea Adam na Hawa, watoto wake wapendwa kabisa. Anataka kuzungumza nao, anataka kuwafundisha. Ghafla anakuta mahali alipowaacha au mahali alipowaweka wawe hawapo. Akaanza kuita bustanini, Adam, 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 uko wapi? Jibu analolitoa Adam, anasema nimejificha. Si kwamba anakuja aonekane, anamwambia nimejificha. Kwa maneno mengine, hata ukinitafuta utapata shida sana kunipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Jibu analolitoa anasema nimejificha. Mungu anamwambia shida ni nini? Kumbe dhambi imekwisha kuingia, imemfarakanisha huyu mwanadamu na Mungu. Mahusiano yaliyokuwepo ya kutembeleana, kuongea, kupiga stori, kufundishana yamekufa. Mwanadamu ameona suluhisho la dhambi ambayo ameipata ni kujificha. Na ndivyo ilivyo hata kwenye dunia ya leo. Wewe angalia tu, ukikuta katoto jikoni kameiba sukari, utaona mara moja, sio mimi. Na angalieni jinsi ambavyo dhambi ilivyo mbaya. Kuku mwenyewe ukimkuta anafutia mdomo chini, maana yake yani sio yeye, hakuwepo hapo, unamsingizia. Kwa hiyo mwanadamu aliona suluhisho la dhambi yake ni kujificha. Na taarifa mbaya ni kwamba hata leo hii watu wanaishi katika utumwa wa dhambi na wanajificha katika kivuli cha dini. Hiyo ndo taarifa mbaya. Kwa hiyo tatizo lililokuwepo pale bustani ya Eden ndo tatizo hilo lililopo leo. Ndio tatizo hilo lililopo leo. Watu wanajificha kwenye kivuli cha matendo mema. Kwa hiyo kwa sababu anawapa watu misaada, mnafunika macho msiyaone makosa yao. Labda nizungumze na hili kidogo. Utakuta muamini kabisa kanisani amefanya dhambi, mchungaji badala ya mkemee kwa ajili ya dhambi aliyoitenda, ananyamaza kimya. Unajua kwa sababu gani? Unakuta anatoa michango mingi. Anawaza sasa, hivi nikimkemea, hii michango nani atakuwa anatupa? Hivi akiama kanisa itakuwaje? Mchungaji wa watu anaumiza kichwa usiku mzima. Wengi wanatenda dhambi, wanajificha kwenye kivuli cha dini, wanajificha kwenye kivuli cha utumishi, wanajificha kwenye kivuli cha matendo mema. Akionekana kila siku ananawa mikono, anafanya taratibu za kidini, wanasema huyu ndo mtu. Kumbe ndani mambo ni mengi, mambo ni lukuki. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda niliseme na jambo hili, ikiwa katika bustani ya Eden Mungu alimuumba mtu mume na mtu mke, jamani, inahitaji kuwa na degree kuelewa ya kwamba utakiwi kuoa zaidi ya mke mmoja.
inahitaji degree? Je, inahitaji usome mpaka ufike chuo kikuu? Inaonekana kabisa ameumba mwanaume mmoja, mwanamke mmoja. Acha kujificha katika dhambi bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Adam anaona suluhisho pekee ni kwenda kujificha. Mungu anamwambia Adam ya kwamba kila dhambi inapata mshahara wake. Wote waliohusika katika ule uovu, siku ile ile Mungu aliwatamkia hukumu zao. Lakini angalia lilivyotukua tumaini kubwa kwa mwanadamu. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Angalia kitu ambacho Adam na Hawa wanaambiwa kabla hawajafukuzwa bustanini. Anasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Kwa hiyo kabla Adam na Hawa hawajafukuzwa kutoka katika bustani ya Eden, wanapewa ahadi ya ukombozi. Wanapewa ahadi ya kuja kutolewa kutoka katika utumwa wa shetani. Mungu anasema, mimi mwenyewe nitaweka uadui kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Maana yake tangu hapo mwanadamu akaanza kuweka tumaini ya kwamba upo wakati Mungu anamleta mwanaye kupitia mwanamke ambaye atatutoa kwenye utumwa wa dhambi. Na mnisikie kisawasawa, mnisikie vizuri. Tumaini la wanadamu wote lipo katika huyu mzao aliyetajwa katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Tumaini la wanadamu wote. Kumbuka kusudi, nisikie kwa makini, kusudi la Mungu kumuumba Adam na Hawa ni Mungu alitaka kueneza ufalme wake duniani. Mnanisikia? Mungu alimuumba Adam na Hawa kwa sababu alitaka kueneza ufalme wake duniani. Lakini akiwa katika mchakato huo, shetani mharibifu analeta udanganyifu kama ilivyo leo. Analeta udanganyifu, anamdanganya Adam na Hawa. Dhambi inaingia katika mioyo yao, wanaanza kuwa chini ya utawala wa shetani. Unafikiri kwa nini shetani aliitwa mungu wa dunia hii? Kwa nini unafikiri aliitwa mfalme wa uweza wa anga? Ni kwa sababu alimdanganya mwanadamu, akaichukua nafasi ya mwanadamu ambayo Mungu alikuwa amempa. Kwa hiyo tukirudi mwanzo wa uumbaji, shetani hakuumbwa kuwa mungu wa dunia hii. Tukirudi mwanzo wa uumbaji, shetani hakuumbwa awe mfalme. Mungu alipomuumba Adam na Hawa alimwambia mkatawale na kumiliki, mkamiliki na kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake katika dunia hii ilikuwa ni kusudi la Mungu kumfanya Adam na Hawa kuwa wafalme, watawale pamoja naye. Lakini dhambi inapoingia inaleta kikwazo katika huo mpango wa Mungu. Kwa hiyo ili Mungu aweze kuendeleza kile ambacho alikuwa amekianza tangu mwanzo, anaamua kumtoa mwanaye mzao mwanamke ili apate kukomesha dhambi, shetani arudi mahali pake, mwanadamu awekwe mahali pake. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ujio wa Yesu ulimwenguni, ambaye ndiye mzao wa mwanamke, ambaye ndiye uzao wa mwanamke,
alikuja ili apate kuleta ukomo wa utendaji kazi wa shetani, ukomo wa mauti. Nitawasomea maandiko mawili. Baada ya hapo nitakuwa namaliza ujumbe wangu wa siku ya leo. Twende kwenye kitabu kile cha Wakolosai. Tuanzie kitabu cha Waebrania sura ya pili. Waebrania sura ya pili. Kitabu cha Waebrania sura ya pili. Tutasoma pamoja ule mstari wa 14. Waebrania sura ile ya pili mstari ule wa 14. Maandiko yanasema namna hii. Waebrania sura ya pili mstari wa 14. Maandiko yanasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Narudia tena, anasema kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo. Kwa hiyo mwana wa Mungu Yesu Kristo ajapo ulimwenguni alichukua mwili wenye damu na nyama. Alifanana na mwanadamu katika hali zote. Zumuni na kusudi ni nini? Ni ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Kifo cha Yesu msalabani, wengi wanafikiria kwamba ni unyonge, wengi wanafikiria kwamba ni kushindwa. Biblia haisemi hivyo. Biblia haisemi kwamba alishindwa. Inasema kwamba kwa njia ya mauti alimharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Leo hii watu wanaogopa sana kifo. Leo hii nasema hivi, watu wanaogopa sana kifo. Lakini wengi wanaokiogopa kifo ni kwa sababu hawana uhakika na hatima zao, wakifa wanaenda wapi. Wapo watu mpaka leo wanasubiria ya kwamba Mungu ana mizani fulani hivi, ambayo huku akiweka matendo yake mazuri na huku akiweka matendo yake mabaya, kule ambako itaangukia ndiko ambako atahukumiwa. Jamani, Mungu hauzi mchele, anahitaji mizani. Jamani, Mungu hauzi unga na sukari. Nyote wa Mungu mnanisikia? Mungu hahitaji mizani ya matendo mema na mabaya. Hahitaji. Ukiwa mtenda dhambi, wewe ni mwenye dhambi. Ukiwa mwenye dhambi, wewe ni mwenye dhambi. Ukiwa mwenye haki, wewe ni mwenye haki. Hakuna mwenye haki ambaye ana dhambi. Ili Mungu atufanye wenye haki, alimtoa Yesu kufa kwa ajili yetu. Hiyo ndio ilikuwa njia pekee. Hakuna njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo wengi wana hofu ya mauti, si kwa sababu kweli kifo kwamba kinauma sana. Wanaogopa mauti kwa sababu hawajui baada ya hapo wataenda wapi. Lakini angalia ule mstari wa 15 unasema, awaache huru wale ambao kwa maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa wakikaa katika hali ya utumwa. Anayeogopa mauti ni mtumwa. Ni mtumwa. Yesu Kristo kwa njia ya mauti alimharibu shetani, alimharibu dhambi aliyekuwa na nguvu za mauti, ili kwa njia hiyo apate kumweka mwanadamu kwa huru, bali na utumwa huo wa kuogopa mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Twende kwenye kitabu cha Wakolosai. Wakolosai sura ile ya pili. Sura ile ya pili. Tutasoma mstari ule kuanzia wa 13 mpaka ule mstari wa 15. Haleluya.
Haleluya! Yesu Kristo ndiye mzao wa mwanamke ambaye Musa alizitaja habari zake. Je, unamwamini Musa ni nabii wa Mungu? Amini habari zake. Alisema yupo mzao wa mwanamke, atamtoa mwanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi. Ukisema unamwamini Musa alafu hauamini maneno yake, we ni muongo. Na ukisema unamwamini Musa alafu umwamini Yesu, we ni muongo. Kwani inahitaji mpaka ufike chuo kikuu kuelewa hiyo? Ni kweli hawa ndugu kweli wametoka chuo kikuu, ila sio kwamba kwa kufika kwao chuo kikuu ndo walielewa hiyo. Just kwa kusikia na kuamini. Kitabu cha Wakolosai sura ile ya 2 mstari kuanzia ule wa 13 hadi wa 15, maandiko yanasema, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Angalia, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kuwasamehe makosa yote. Sababu ya mauti ni dhambi. Palipo na dhambi pana mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani dhambi na mauti ni pete na kidole, haviachani. Kama vile ukimkuta mke wako amevua pete, unamwambia we, vipi? Ndivyo jinsi ambavyo tutashangaa tukikuta dhambi na mauti vimetengana. Ni pete na kidole. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ili Mungu apate kutufanya hai, alituletea kwanza ondoleo la dhambi. Ondoleo la dhambi tulipolipokea, tukawa hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 14, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Mtumishi wa Mungu Paulo anaonyesha kwamba kulikuwa kuna hati. Hiyo hati ilikuwa imeandikwa, ilikuwa inatushtaki, ilikuwa imebeba hukumu zinazotushikilia chini. Haleluya. Na anasema ya kwamba kwa kweli ilikuwa ina hukumu ambayo imetushikilia chini. Hiyo hati ilikuwa ina uadui kwetu. Ilikuwa ina uadui kwetu. Na anasema ya kwamba akaiondoa isiwapo tena, akaigongomea msalabani. Nisikie kwa makini. Nisikie kwa makini. Watu wengi sana wanafikiri kwamba kwa matendo ya sheria wanaweza kuokolewa. Hawafahamu ya kwamba sheria hiyo ndiyo inayowahukumu. Narudia. Watu wengi sana wanafikiri ya kwamba kwa matendo ya sheria wanaweza kuokolewa. Unajua, kuna mtu ambaye anafikiri akienda sana kanisani basi ndo ameokoka. Kuna mtu anafikiri akizingatia sana kunawa mikono basi yuko salama. Hawafahamu hata wakati wa kula tunanawa mikono, na ni swala tu la kiafya. Kwamba ili nisipate minyoo. Jamani, akina mama, si mnafahamu watoto wanapataga minyoo ila hata watu wazima. Oho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wengi wanafikiri kwamba taratibu za kidini zinaweza zikawaepusha na mauti ya mwisho, zinaweza zikawaepusha na hukumu ya mwisho. Wanashindwa kujua ya kwamba hiyo sheria ndiyo ambayo imewashikilia kinyume, imewakamatia chini. Akitaka tu kuinuka, sheria inasema ni mwizi huyu. Akitaka tu kuinuka, sheria inasema kwamba alidanganya. Akitaka tu kuinuka, sheria inasema kwamba alivyotoka nje alimtamani mke wa jirani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa namna yoyote, sheria haiwezi kukufanya kuwa mwenye haki. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mwenye dhambi. Wewe mwenye dhambi, wewe yupi? Wewe usiyemwamini Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Lakini kwa wote ambao wamemwekea Yesu tumaini, maandiko yanasema ya kwamba alitimiza madai yote ya sheria yaliyokuwa juu yetu, ili kwa njia ya kutimiza madai ya sheria, ile sheria iache kuweka hukumu kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anavyosema ya kwamba aliigongomea pale msalabani, si kwamba alienda kutafuta torati ya Musa akaiweka msalabani akapiga misumari. Alivyokufa pale msalabani, mwili wake uliposulubiwa, hati yetu ya mashtaka iliondolewa. Na hii ni kwa kila mmoja anayeamini. Haleluya. Wanasema kwamba tunawaambia watu wasitende matendo mema. Nani amekudanganya? Hatuokolewi kwa matendo mema, tunaokolewa ili tutende matendo mema. Kiswahili ni lugha yetu, naamini hamna ambaye hajanielewa. Sijaongea Kiingereza wala sijaongea Kifaransa. Nimesema hivi, hatuokolewi kwa matendo ya sheria, hatuokolewi kwa kutenda mema, lakini tunaokolewa ili tutende mema. Maana yake kutenda mema ni maisha ya watu waliookolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya torati hatuyatendi kama kigezo cha kupata kukubaliwa mbele za Mungu. Tunakubaliwa mbele za Mungu kwa sadaka moja tu, sadaka ya Yesu Kristo. Nimalizie ule mstari wa 15 tuweze kufanya maombi kwa pamoja. Anasema, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Narudia tena, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri. Kwa hiyo Yesu alipokufa pale msalabani, hakuweka tu hitimisho kwenye utawala wa sheria, kwenye madai ambayo sheria ilikuwa inatudai, sheria ilikuwa inatuhukumu. Haikuweka tu ukomo kwa hiyo, lakini pia alienda mbele zaidi. Alimnyang'anya shetani enzi na mamlaka, na anasema ya kwamba akazifanya kuwa mkogo kwa ujasiri. Kiswahili kidogo ni kigumu. Nani anaweza akafahamu neno mkogo maana yake ni nini? Labda wale wazee wa zamani, kama hicho Kiswahili kilikuwa kwao bado sijui. Lakini neno mkogo maana yake ni kukifanya kitu kuwa kitu cha kudharaulika hadharani. Nisikieni, Yesu Kristo hakumshinda shetani mahali pasiri, hakumshindia shetani gizani. Yesu Kristo alimshinda shetani hadharani katika msalaba wake. Tangazo wazi la kushindwa kwa shetani lipo katika msalaba. Nisikie kwa makini. Ukielewa habari hizi za ufalme wa Mungu, hutakuwa tena mtumwa wa shetani. Kwa nini? Pale msalabani alivuliwa enzi na mamlaka. Hana mamlaka ya kukutesa, hana mamlaka ya kurudisha utumwani, hana mamlaka ya kuweka ugonjwa katika mwili wako. Kwa nini? Alikwisha kushindwa kabisa kabisa. Yaani hizi habari ukizisikia tu, ukiziamini tu, ukizisikia tu, ukiziamini tu, imetosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukasimama juu kwa miguu yetu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ufalme wa Mungu ni katika mioyo ya wanadamu, ni utawala wa Mungu katika mioyo ya wanadamu. Lakini utawala huo hauwezi kupatikanika mwanadamu akiwa katika asili ya dhambi. Inampasa mwanadamu ayatoe maisha yake kwa Kristo, ili kwa njia ya kuyatoa maisha yake kwa Kristo apate ondoleo la dhambi, Mungu apate makazi ndani yake, na dhambi isimtese tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari hizi njema
zitahubiriwa hapa kwa siku nyingine zilizobaki. Sasa zimebaki siku 5 tukiitoa leo. Muda wetu ni mchache sana, lakini tunatamani mnufaike na mambo mengi. Wengi wanafikiri kwamba kuokoka ni kutoka Lutheran kwenda TAG. Wanafikiri ni kutoka Katoliki kwenda KKT. Lakini sio ukweli. Kuokoka ni nini? Kuokoka ni kumpa Yesu Kristo maisha yako. Unafahamu kabisa ya kwamba haujawahi kufanya tangazo la wazi ya kwamba Yesu, nimekubali ulikufa kwa ajili yangu. Nimekubali ulizikwa. Nimekubali siku ya 3 ulifufuka kwa ajili yangu. Wakati wako ni sasa kuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tutakwenda kuomba kwa pamoja, na baada ya hapo tutatoa mlango ulio wazi kwa ajili ya wote ambao wanahitaji kumpokea Yesu. Unaweza ukainua mkono wako mmoja juu. Unaweza ukainua mkono wako mmoja juu, ukafunika macho. Tumezisikia habari njema za ufalme wa Mungu. Ni habari za raha. Ni habari zinazoleta suluhisho katika maisha yetu. Baba, mfalme wa utukufu, tunakushukuru kwa kuwa neema yako ni kubwa mno. Asante kwa kuwa tumezisikia habari zako ulizozitenda katika Kristo Yesu, namna ulivyomtoa awe sadaka ya dhambi ili sisi tupate kuachiwa huru. Tunakushukuru mfalme, kwa kuwa isingaliwezekana kabisa sisi kukubaliwa katika ufalme wako isipokuwa kwa kumtoa Yesu. Tunakushukuru, tunakushukuru. Mioyo yetu iwazi mbele zako wakati huu, Bwana. Kila anayekuhitaji, kila ambaye ndani yake anasema ya kwamba sina mwingine, Mungu, achilia Roho yako Mtakatifu ndani yake. Achilia Roho yako Mtakatifu ndani yake. Kama kuna mtu ambaye mahali popote hujawahi kukiri kwa uwazi ukamkubali Yesu, ukaukubali utawala wake, leo ni nafasi yako. Unaweza ukainua mikono yako miwili juu. Unaweza ukainua mikono yako miwili juu. Unahitaji kuomba kwa ajili yako. Hata kama upo nyumbani, hata kama upo kazini, ni wakati wa muhimu wa kuuzingatia. Kwa hiyo ni wakati ambapo pata utulivu. Weka imani yako kwa Yesu. Weka imani yako kwa Yesu. Weka imani yako kwa Yesu. Unaweza ukainua mikono yako miwili juu kwa nguvu kabisa, ishara ya kusarenda na kukubali mbele za Mwokozi kwamba anahitaji msaada wako. Wote mlioinua mikono juu, mnaweza mkanifuatisha sala hii kwa imani. Mnaweza mkanifuatisha sala hii kwa imani. Sema, Bwana Yesu, tunakushukuru. Mauti yako msalabani ilikuwa ni kwa ajili yetu. Nasi tunakiri ya kwamba leo tunayatoa maisha yetu kuwa yako, ukatawale, ukamiliki, ukafanye makazi ndani yetu. Bwana, tupate kuwekewa akiba katika ule ulimwengu ujao, tuweze kuwa washirika wa uzima wa milele. Katika jina la Yesu tunakiri na kusema ya kwamba dhambi zetu zimeondolewa. Tunakiri na kusema ya kwamba tumeupokea uzima wa milele, kipawa cha haki na Roho Mungu ndani yetu, katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Ukiisha kuokoka mara moja, hauhitaji kuokoka tena na tena na tena. Unapoyatoa maisha yako kwa Kristo mara moja, imetosha kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Almasi njoo. Kufuata Yesu. Kimbia mtu wa Mungu. Kubali kufuata Yesu. Nimekubali kufuata Yesu. Sitarudi. Mimi sitarudi. Nimekubali kumfuata Yesu. Wale wote ambao mmeyatoa maisha yenu kwa Kristo, nitawaomba ya kwamba mtaenda kwa viongozi pale, mtachukuliwa majina yenu pamoja na taarifa zenu kwa ajili ya ufuatiliaji. Hatutamani hata mmoja ambaye ameyatoa maisha yake kwa Kristo aendelee katika maisha ya zamani. Tunatamani waweze kulelewa na kukuzwa. Kwa hiyo namba hizo ni kwa dhumuni hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu hapa ataongoza maombi kwa ajili ya wagonjwa na wenye mahitaji mbalimbali. Kwa ni wakati wetu tena. Kama kuna mtu katikati yetu ambaye ni mgonjwa, kwa imani kabisa unaweza ukasogea hapa mbele, watumishi wa Mungu waweze kufanya huduma kwa ajili yako. Kama kuna mgonjwa katikati yetu, kuna mtu ambaye ana mahitaji maalum, anaweza akasogea mbele ili apate msaada wa maombi. Naomba watumishi wa Mungu msogee mbele kwa ajili ya kuwahudumia hawa watu. Unasikia maumivu, unasikia hali ya kuumwa mara kwa mara, kama jana ukuwepo, unapata shida ya ndoto za mateso, ndoto za zinazokutesa usiku, haupati usingizi wa raha. Sogea mbele. Haleluya. Sogea tu mbele, wala usihofu. Wewe ni Bwana. Watumishi wa Mungu, naomba tupange mstari mmoja mbele ya hawa watu. Utuponya. Watumishi wa Mungu, naomba tupange mstari mmoja mbele ya hawa watu. Ponyaji. Ulitumane. Natamani zoezi letu liwe rahisi. Kwa hiyo watumishi wa Mungu muongezeke. Nataka kila mmoja hapa apate mtu wa Mungu. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, utuponya. Wewe ni Bwana, ponyaji. Lituma neno, utupone. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, utuponya. Wewe ni Bwana, ponyaji. Lituma neno, ukiwa unaendelea kuja kabisa wote kwenye mwili wako, unaweza ukaendelea kujongea kabisa, ukiwa unamwamini Yesu Kristo kwamba anafanya kabisa. Wewe ni Bwana. Ewe wahudumu, tukiwa tunaendelea kuwaombea, lakini nikuambie tu kwamba usitazame tatizo lako kwamba ni kubwa. Mtazame Yesu Kristo pale msalabani, kwamba Yesu Kristo unaweza kuniponya.
Amini tu kwamba mfalme anakuponya. Amini Yesu anakuponya tu, mfalme atakuponya. Mdau wa hudumu, tukiwa tunaendelea kuombea, tutaomba kwa pamoja, lakini tuweke imani yetu kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa uweza wako. Asante kwa nguvu zako mfalme. Iko wazi ya kwamba kwa kupigwa kwako wewe Yesu sisi tumepona, na hakika umechukua madhaifu na magonjwa yetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Nasi watoto wako tumekuja mbele zako tukiamini ya kwamba kwa kupigwa kwako wewe Yesu sisi tumepona, na mfalme wa amani umetuweka huru kabisa tukikuamini wewe, na watoto wako wamekuamini wewe Yesu. Wamekuamini wewe Yesu, wamekuamini wewe Yesu, wamekuamini wewe Yesu, na umewatangazia kuwa huru kabisa kabisa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Nami mfalme nimewaleta mikononi mwako. Ninaomba Bwana Yesu ukaachilie uzima ndani ya viungo vyao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kila pando la magonjwa liondoke maishani mwao, liondoke katika miili yao, udhaifu wa kila namna iondoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Ninaruhusu nguvu za Mungu zipenye kwa jina la Yesu Kristo. I allow the power of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. I command every kingdom kalibra hanto pradeskata aprania periskata apral interpradeskata kwa jina la Yesu Kristo. Kila ufalme wa giza iondoke kwa jina la Yesu Kristo. Pando lote la kijanga out in the name of Jesus Christ. Pando la kichawi toka kwa jina la Yesu Kristo. Pando la kijanga toka kwa jina la Yesu. Madhabahu iliyojengwa kwa jina la Yesu Kristo, ninaamuru zianguke, ninaamuru zianguke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Mungu ifanye kazi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Karabrahanto pradeskata pariskata anto pradeskata masuna plahanto replahanto anto pradeskata. Kila nguvu za kipepo out, kila nguvu za kipepo out, mashini za Kiislamu kwa jina la Yesu Kristo. Falme ziharibiwe, falme ziharibiwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Rabasakata anto praeta pariskata brahanso pradeskata kereplahanto pradeskata masuna pradeskata aplahisa banaya balonto pradeskata mesu plahanta pradeskata masuna aloprahanta kalibrahanta pradeskata masuna plahanta kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza uzima ndani ya miili yao, ninatangaza uzima kwenye maisha yao. Kuanzia sasa wawe huru kwa jina la Yesu. Yule adui anayewatesa ni mwisho kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia huo mgongo, achia huo mgongo in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Achia huo mgongo kwa jina la Yesu. Out, out, out. In the name of Jesus, achia huo mgongo kwa jina la Yesu Kristo. Karabasakata brahanto pradesa verika hanta pranaya karebla hanto pradeska tabanuska esebeleta mansupra hanta kwa jina la Yesu Kristo. Achia huo mgongo in the name of Jesus Christ. Karebla hanto pradeska taya mesupra hanta pranisko otelepra hanta pradeska taya lika hanto pradeska taya. In the name of Jesus, I command any kingdom loose in Jesus name, loose in Jesus name, loose in Jesus name, loose in Jesus name. Rabo sakataya, rabo sakataya. Enterprise isa badaya. Kalipra hanto pradeska tapa hanto. Lipra hanto pradeska tapa anta pradeska taya. Father, we bless your name. We glorify your presence again. Receive our prayer, Father. We believe in you that everything is possible. Kwa jina la Yesu, ninakushukuru Mungu kwa kila kitu kimekuwa sawa. Kwa jina la Yesu tunaamini ya kwamba watoto wako kuanzia sasa wamekuwa sawa kwa jina la Yesu Kristo. Na wote tumshangilie Yesu kwa makofi na vigelegele. Tuongeze tena makofi kwa Yesu Kristo. Haleluya. Yes, basi ambao tumeweza kupata huduma tunaweza tukarudi, lakini kama unaendelea kupata huduma basi endelea tu kubakia. Watumishi wa Mungu wakuwekee mkono. Bwana Yesu asifiwe. Amen.